Allah anamtosheleza na kila jambo. Waman istaghna billahi aghnahu, ambaye atatosheka na Mwenyezi Mungu Allah atamtosheleza. Man lajaa ila Allahi awahu, ambaye atakimbilia kwa Mwenyezi Mungu baada ya matatizo ambayo yuko nayo, Allah atampa ulinzi wake. Man lazima alhamda tataba'at alayhi alkhairat, yoyote yule ambaye atakuwa ni mwenye kushukuru neema za Mwenyezi Mungu baada ya kupewa, kheri nyingi atazipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa Allah fi rahai arafahu Allah fi shidda, ambaye atamjua Mwenyezi Mungu wakati wa raha yake, starehe yake, mazuri yake, wakati wa shida na matatizo Allah subhanahu wa ta'ala atamjua. Ndugu zangu Waislamu, hakuna ambacho kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Allah alimtuma Jibrilu aje kwa Bi Maryam, akamwambia hakika Allah anakupa bishara ya kumpata mtoto. Jibu la Bibi Maryam alimuuliza, akamwambia nitakuwaje na mtoto, wala mimi sijafanikiwa kuguswa na mwanaume wa aina yoyote, mtoto nitamtoa wapi? Jibu la Allah anampa Jibril akasema, Allah anasema huwa alayya hayyin, hilo kwangu mimi ni lepesi. Lile ambalo wewe unaliona gumu, kwa Allah lepesi. Na Allah watu wengi kawaondoa katika ugumu, kawapeleka katika wepesi. Kumbuka Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati mama yake ana mimba ya miezi miwili, baba yake alifariki. Wakati wa miaka 6 mama yake mzazi kafariki, kachukuliwa na babu yake. Babu akafanya nini? Kwenye miaka 8 akafariki. Baadaye akachukuliwa na baba yake mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo baba yake akafariki, akawa katika mazingira ya uyatima. Mtume kalelewa kama yatima yeye, mpaka ili ajisogeze siku ziende, yeye Mtume akawa ni mwenye kuchunga mbuzi, kuzipeleka kula majani ili apate chochote cha kuweza kutia kinywani. Lakini yote haya ameyafanya Mtume. Allah alimwambia wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Mola wako atakupa hadi uridhie. Na sote tuko hapa ndugu zanguni Waislamu, Allah amekwisha tupa, lakini wengi wanasahau kuridhia. Moja, ni wangapi maisha yao wameanzia kwenye chumba kimoja? Ni wangapi maisha yao wameanza kwenye chumba na baraza? Ni wangapi wale ambao walikuwa katika maisha yao wanapata tabu kutukanwa na wenye nyumba? Ni wangapi walifungiwa maji? Ni wangapi wamezimiwa mataa? Mpaka kuna nyumba zingine watu wamefungiwa vyoo. Na ukitizama katika mtaa wetu wa Buyenzi ni mawaidha, yule aliyokudharau katika nyumba yake Buyenzi, wewe na yeye mnabanana sasa Buterere. Yeye ana nyumba na wewe una nyumba. Unabanana naye Maramvya, wewe una nyumba, yeye ana nyumba. Unabanana naye Kanyosha, wewe una nyumba na yeye ana nyumba. Kwa hiyo usikati tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadiri maisha yatakuwa magumu, Allah atakupa. Hilo liweke. Na ndipo Allah anamfahamisha mwanadamu kama yeye wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ndiyo mwenye uwezo. Uwezo wa Allah unaweza kuona wapi? Ni mara ngapi mwanamke anakaa na mwanaume miaka 10, uzazi unamkatalia, anajipimisha anamwambia hauna matatizo, na mwanaume anaenda kumpima anamwambia hauna tatizo, mwanamke mpaka anakata tamaa. Lakini anapoachika familia inasema muache, anaachika. Akiachika, akiolewa na mwingine anazaa, na yule mwanamume akiwa mwingine naye anazaa. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala.
Na wakati Allah hakukupa mtoto, usikati tamaa, kwa maana hata bibi Aisha, kipenzi mke wa Mtume Muhammad, Allah hakumpa mtoto, lakini mpaka sasa tunamtaja, katupokelea hadithi, katupokelea mengi. Wala mtu kukosa uzazi, wala mtu kukosa kuzaa sio tusi, ni makadara ya Allah, na Mwenyezi Mungu ampe uzazi yule ambaye hana uzazi. Ndugu zanguni waheshimiwa, tuko katika hizi siku za mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, siku ambazo zahitaji mtu kuyatenda yaliyokuwa mema ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Ghazali anasema, mata radita billahi wakila wajadta ila kulli khairin sabila. Muda wowote ukichukua kama Allah ndio msimamizi wa mambo yako, ukamkabidhi Allah na ukamtegemea huyu Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapata katika kila kheri njia nyepesi na mwelekeo na maendeleo, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa haya. Allah anasema, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, na yule mwenye kumtegemea Allah, Allah atamtosheleza subhanahu wa ta'ala. Allah atamtosheleza. Wewe kama mwanadamu inabidi katika masiku kama haya, baada ya kuwa wewe unamtegemea Allah kwa mengi, na katika masiku haya inataka umuombe mengi, inataka ujinusuru au ujiweke mbali na yaliyokuwa ya matatizo. Mfano, jana nimepiga mfano Buterere. Kila siku tunakwambieni ndugu zangu Waislamu, na sintohofu kuyasema, miaka ya nyuma, tena msichukii, hakuna wasutwa, hakuna waongo wakubwa walikuwa miaka ya nyuma kama wanawake. Leo hakuna wasutwa machakubimbi kama wanaume. Katika suala nzima, kwanza jamii ya wanamume leo inakuvulieni heshima, wanawake na inataka ikiombeni radhi. Mathala, nisikilizeni ndugu zangu Waislamu, na wanaume wa leo, kaka zenu, vijana wenu ambao mnao, ndio wenye kuharibu soko za mabinti zenu. Wanapokuwa kwenye baraza za kahawa, anaweza kupita binti anajiheshimu, anaweza kupita binti amevaa jilbabe, mashaallah, akatumia hadithi ya Mtume, akawatolea na salamu ya adabu, salamu alaikum. Wana namna yao vile wanaituaga, wanapepeta na mikono. Akisha pita unamsikia sasa mfidhuli pale, hapo sikaoni na hizo jilbabe, juzi nilikazini hapo. Wanaume, hii tabia yao. Alafu katika kile kikao kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Pengine kwa kile kikao kuna mmoja anampendaga yule binti, ana fikra ya kutaka hata kumchumbia. Akisha yasikia haya atamchumbia? Mambo kama haya yatakiwa watu kwa sana wajikosoe, wawe wa kweli. Na kuna wakati wallahi mwanaume anaweza kumchafua mwanamke kama nimeshakutana naye, huyu ni demu wangu, na ni uongo, kutaka apate sifa za kwenye baraza. Tumsikilize kiongozi wa umma, Mtume Muhammad. Siku moja Mtume aliamka akawauliza maswahaba, nani miongoni mwenu kaota ndoto? Aliwauliza hivyo maswahaba, na hadithi ni sahihi. Nani miongoni mwenu kaota ndoto? Maswahaba hakuna hata mmoja akasema, kwa sababu kawaida ilikuwa Mtume anawauliza hivyo. Kama kuna yule ambaye kaota ndoto, anafika anaitafsiri. Pakawa hakuna hata mmoja amesema. Mtume akasema, amma ana atani fi lailatin atiyani, ama mimi usiku huu wamenijia watu wangapi? Wawili. Wa akhrajani ila al-ardi al-muqaddasa. Mtume anasema hao watu wakanichua, wakanipeleka maeneo matakatifu. Baadhi wanavyoona wakasema ni Palestina, baadhi ya watu wakasema tu ni ardhi takatifu. Mtume anasema tulipofika lile eneo,
tukakuta kuna mwanamume amekaa na kuna mwanaume mwingine kasimama. Alafu huyu aliosimama yuko na kisu. Hichi kisu ambacho yuko nacho, yuko anamchana hapa kwenye mdomo yule aliokaa. Akimaliza kumchana hapa, anahamia huku anamchana. Akimaliza kumchana huku panapona, anarudi huku panarudi kupona. Mtume akauliza, ma hadha, hichi ni nini ninachokiona? Wakamwambia intaliq, twende. Mtume anasema fantalaqna, tukenda mpaka tukafika sehemu kuna mwanamume amelala na kuna mwingine kasimama na yuko na jiwe katika mkono wake, jiwe kubwa. Alafu yule ambaye yuko na jiwe anachukua na ponda kichwa cha yule ambaye kalala. Kichwa kinasambuka. Jiwe linaenda linaporomoka. Yule mtu anaenda analifuata lile jiwe kwa maana kalipiga kwa kasi. Akienda kulichukua lile jiwe anarudi ili apige viungo vingine, anakutana kichwa kimerudi vile vile. Mtume akawauliza, ni nini hichi ninachoona? Wakamwambia intaliq, twende. Fantalaqna, Mtume anasema tukenda mpaka tukafika sehemu tukauona mto wa damu. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukauona mto wa damu. Pembeni kuna mtu amesimama na anajiwe. Katikati ya bahari kuna mtu yuko anataka atoke katika ule mto. Damu ni nyingi, anajitahidi kutaka kutoka, anataka kuanguka. Kila akija mpaka karibia yule ambaye amesimama pembeni ili amshike mkono amuokoe, anaona anachukua na mpiga jiwe linaingia kinywani, anarudi kule katikati ya ule mtu. Mtume akasema, badala kumsaidia huyu mtu anampiga tena, ni nani huyu? Wakamwambia intaliq, nenda. Fantalaqna. Hii ni ndoto Mtume kwa anawadisia maswahaba, hadithi ni sahihi. Anasema tukenda mpaka tukakuta sehemu kuna tanur, tundu kwa chini linafoka moto. Alafu Mtume akatafsiri akasema, wafihi rijalun wa nisaa, mle katika ile shimo kuna moto, kuna wanaume na wanawake. Alright, wako uchi. Kila moto ukirurumba wanalia, wanajitahidi kupanda kutaka kutoka. Wanapofika mwisho na kunyosha mkono wachukuliwe, moto unarurumba alafu unawarudisha kule chini. Mtume akauliza, nani hawa? Wakamwambia hivyo, twende. Wakaenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tukenda sehemu kuna bustani. Kuna mti mkubwa. Pembeni kuna mzee amekaa pale karibu ya ule mti. Na huku pembeni kuna kundi la watoto. Na pembeni kuna moto unawaka. Anasema wale watu wawili wakanichukua mimi wakanipandisha juu ya mti. Nilipopanda juu ya mti, tahamaki juu ya mti, nikaona kuna nyumba kubwa nzuri. Tukaingia, tukawaona kuna wazee, kuna watoto, kuna vitu vizuri. Nikauliza, hapa ni wapi? Wakamwambia twende. Mtume akasema, hapana, mmeshanisembeza sehemu nyingi, nimeona vitu vingi. Mbona hamjaniambia haya niliyoyaona? Ni hadisieni. Haya niliyoyaona ni hadisieni. Wakamwambia, hivi sasa tutakuhadithia. Wakamwambia hivi, ama yule ambaye uliona wakimchana mdomo wake na kisu, fakadhabun, huyo ni mtu mongo. Hiyo ni adhabu yake mpaka hiyo siku ya kiyama. Na ndio kuna wanaume wengi ni waongo na kuna wanawake wengi ni waongo, na Mwenyezi Mungu atunusuru. Ama yule ambaye uliona amelala chini wanakiponda kichwa chake, huyu ni mwanachuoni, ameijua haki akaificha.
alijua Qur'ani, hakuisomesha. Hii ndio adhabu yake mpaka siku ya Kiyama. Ama yule ambaye uliona yuko ama wale ambao uliwaona wako katika shimo hilo, wao ni wenye kufanya namna gani? Ni wenye kutaka kutoka fazunat. Hawa ni wale wazinifu, mtu mwenye kazi ya kukaa ana zini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwekee wepesi. Na hapa kuna kipengele nimeruka, akasema wale ni watu wenye kula riba. Alafu akauliza, ama yule ambaye tulimuona katika mtu, akamwambia ule ni Mtume Ibrahim. Na wale ni watoto wa kila Muislamu ambao walikufa pindi wanapozaliwa. Na riwaya nyingine ni watoto wote wa ummati Muhammad. Ama ile nyumba ambayo walioingia juu ya mti ni pepo, mahala palipotayarishiwa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nilipotaka ni hapa kuonesha yule mtu mwenye kuchanwa midomo kwa ajili ya uongo. Tuache kuwa na uongo na sifa ya uongo. Ramadhani tutengeneze. Kuna mtu ni mongo, ni mchonganishi, mwenye kuhamisha maneno, mwenye kuchonganisha ujumba, mwenye kuharibu ujumba. Ni hayo tu, Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi. Katika mambo ambayo yameshakumba watu wengi, kijana anaweza kuambia nitafutie mchumba huko Burundi. Wewe ukasema acha niende kwa mtoto wa jamaa yangu. Ukienda kwa mtoto wa jamaa yako ukafahamisha, uchumba ukinoga, mtu wa kwanza wanamfungiaga kauli ni wewe uliomleta mchumba. Maneno yanayofuatia, alikuja lakini naona alikuwa hataki, ana roho mbaya, hana roho nzuri, na ndoa hawitwi, na taarifa haupewi. Mtu anausahau hata wema. Mtu anaonekana ni mchawi kwa kuzuliwa. Maneno ya uongo ni mengi, na Allah azidi kutusitiri katika jamii yetu. Kwa hiyo nataka kuonesheni ndugu zangu Waislamu, tunahitajika katika hizi siku au haya masiku tuzidi sana kumtegemea Mwenyezi Mungu sana. Na tukitoka ndani ya Ramadhani tuendelee sana kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanapitia mazingira mazito sana. Maisha ni magumu. Nilikuwa ninazungumza na mmoja katika wadada. Nataka kupeni mfano wa dada, ananiambia, "Sheikh, kuna sehemu mimi ninatumika. Sitaki kutaja ni Burundi, ni Rwanda, ni wapi. Sitaki ushahidi wa uongo. Lakini kwenye aliniadisia napajua. Ndio maana nina sababu." Anasema anatumika hiyo sehemu. Kuna siku bosi akamfahamisha nitengenezee kahawa. Akaitengeneza kahawa. Anasema nilimtizama bosi barazani, sikumuona, lakini nikamuona kama bosi anapendeka kuingia chumba fulani, nikatizama kama hakufunga. Anasema nikaingia katika kile chumba. Ananiadisia hivi, "Sheikh, niko mwezi Ramadhani. Katika kile chumba nilishtuka. Niliwaona wanaume na wanawake wote wamekaa kwenye meza, kwenye viti. Katikati kuna meza kubwa, wana mkutano, lakini wote wako uchi. Sio sinema, bujizi na waka juu ya meza. Nilipoingia walishtuka. Mmoja akatoka kanishika, "Nani alikwambia uingie hapa?" Akasema, "Hapana, bosi ameniambia nimpikie kahawa." Nikamkosa, ndio maana nimekuja. Usisemagi fasi. Usimtamki mtu neno. Na siku utasema utaondoka. Utakufa. Alitoka anatoroka mpaka anakuja msikitini. Shekhe nakuja kuyasemea hapa msikitini, nadhani Mwenyezi Mungu hatoniua, niko katika msikiti wake. Ndio akanambia hizi habari. Alitoka anakimbia. Na huyo ambaye anayafanya haya ni mtu anakwenda hija, ni mtu
msikitini hakosekani, kumbe zile mali zina ushirikina ndani yake. Tumtegemee Allah, tuache mambo ya ushirikina. Nimemuuliza msikitini hapo, wallahi kama unaniambia ni kweli, akasema Sheikh, tumeshafunga siku 13, kama nasema uongo Allah sinipi thawabu hata moja. Watu wanaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu sana. Tuwe na tauhidi iliyokuwa nzuri, tutafute mali zilizokuwa nzuri, mali zinazopendeza, tutapendwa na Allah. Siku moja ndugu zangu Waislamu, na hichi kisa nimeshakupeni mara nyingi. Siku moja nilikuwa ninatoa mawaidha msikitini, nishakupeni sana mara nyingi. Nazungumzia uhatari wa kuvaa pete za kutafuta pesa kwa ajili ya ushirikina. Pakwa kijana mmoja ile mawaidha akamtia uoga. Akanambia, Sheikh, mimi naendaga fasi fulani na walishaga nipa pete, na kuna kitabu walinipa mimi niwe ninatumia. Nikamwambia, hicho kitabu wewe unakielewa kitabu cha Kiarabu? Akasema, hapana Sheikh, wallahi huyo bwana amekitunga kwa Kiswahili, ukikipata kwake kwanza ni franka 30,000. Nikamwambia ukilete. Wallahi akaniletea wakati wa dhuhuri. Hicho kitabu kinaizwa adhkari, barhati hati kariri kariri tatili tatili tauran. Ni majina yale ya kishirikina ya kuomba malaika, kuomba majini. Kuna dhikri hiyo barhatia wanakuambia ifanye mara 1021. Umekaa siku tatu ndani hauoni mtu, na unakaa hapo hauli kitu chenye roho. Haitakikani ule samaki, haitakikani ule kuku wala mbuzi wala ng'ombe, ule ndizi, rengarenga, maharagi, njegere. Usiharibu sharti. Yule kijana aliposikia ile mawaidha ninamtolea, akakosa ushauri. Alienda tu nyumbani kwake, akaichukua ile pete, akaitupa. Hakutaka kupata ushauri wa mashekhi atafanya namna gani. Wallahi niko Kiyange nasomesha. Pamepita siku 2 niko nasomesha Kiyange. Ananipigia simu, Sheikh, sanda nitaipata wapi? Nikamwambia, kwa nini yuko analia? Nikamwambia, kwani kuna nini? Eti Sheikh, hapa niko kazini. Mtoto wangu tuko barazani saa 2, mimi na yeye tunacheza tunacheka. Mimi ndio limimina chai, tumechangia kikombe kimoja. Kama ni sumu ningekwambia mtoto amekunywa sumu. Tumechangia kikombe kimoja, ninampa na kunywa, na mkatea mkate, tumechangia mkate. Mimi ninafika kazini, mke wangu ananiambia mtoto wangu kafia pale pale kwenye kiti. Pete inaanza kuleta misukosuko. Pete inaanza kuleta mazingira magumu, kwa sababu watu hawataki kumtegemea Allah, na kuna watu wengi wanavaa pete zina matatizo. Watu wamekalia ushirikina, na Allah yupo. Acheni ushirikina. Miaka ya nyuma mimi ninakupeni kisa, wallahi sio cha mtu eti kuadhi au kutunga. Moja wapo katika familia yangu, kuna mtu alifariki, akawa ameacha fimbo fupi. Mimi kama kijana wakati ule nikaona kale kafimbo kanapendeza, niko na tundevu tudongo, ninaitwa Sheikh Shakuru. Nachukua kale kafimbo, suruali ya sunna, nina kilemba kile cha kufunga. Tulikuwa na imani wewe, mtuone hivyo hivyo. Si watu wanatujua, lakini hazikuvunjika, tunaenda nazo. Alhamdulillah. Ile fimbo niliichukua. Wallahi kisa hichi nakwambieni, wallahi situngi. Sheikh Abdul Jabari akatuomba mimi na Sheikh Zuberi twende Ngozi kufundisha. Tukienda tukawa tunafundisha Ngozi. Ile fimbo nikaona iweka sehemu kwenye plafoni. Siku moja mimi na Sheikh Zuberi tunateremka, tunakuja Bujumbura, niko na dineti langu, tumekaa kwenye gari. Ile fimbo vizuri ninaiweka hivi kwenye mapaja yangu na dineti. Wallahi niliikosa. Paka nikasema fimbo yangu imeenda wapi na dineti? Watu kwenye bisi wakateremka, tukatizama, wallahi fimbo tumeikosa. Nikateremka, tumepoteza fimbo. Mpaka ninakuja Bujumbura,
Nimelala siku moja, siku ya pili nikaenda sehemu niliyochukua ile fimbo kuwatembelea. Wallahi ile fimbo ninaiona pale pale liko itoaga. Nikasema hii fimbo ilikuwa imenipotea. Akaniambia, uliitoa siku gani? Hii fimbo kila siku iko hapa. Lakini tuko tuna imani ile ya Sheikh Yusufu, Mwenyezi Mungu amondolee adhabu za kaburini. Labda hata mimi nilikuwa nimejichanganya kabisa. Nikaichukua tena ile fimbo, nikaenda nayo, nikaona tembea nayo. Wallahi nakuapeni kwa mwezi wa Ramadhani, na mpaka hivi sijui iliendaga wapi hiyo fimbo. Fimbo nilienda nayo tena Ngozi, nikaiweka. Kuna chumba ambacho tulikuwa mimi na Sheikh Zuberi, wamepiga plafo, kuna sehemu pako wazi, nikachukua nikaiweka pale. Siku niliteremka, niliacha kwa kuogopa mauzauzi. Niko na imani lakini nakaogopa. Imani na hii fimbo nitaionyesha, nitaisomea Ayatul Kursi. Kuna wakati unaisomea Ayatul Kursi na yenyewe na kusomea Ayatul Kursi. Wallahi niliacha Ngozi, niliteremka Bujumbura, nikaikutana Bujumbura. Nikarudi Ngozi, nikaikosa Ngozi. Nikasema hiyo fimbo siichukui tena. Nikawauliza hii fimbo. Ndio nikawafuata, ni watu wa familia karibu, nikamwambia wewe mko wachawi. Wallahi mko wachawi, hii fimbo ina mauzauza mengi. Akaniambia wallahi hatujui. Hii fimbo ni ya fulani, alifungwa ndio aliacha hapa. Kazi yake kubwa ilikuwa yeye ni mtu ambaye aliingia dini. Ule wakati wanaimba mimbo ya taifa, sitaki kutaja ni nchi gani, msilete matatizo. Wale watu wanapita Gambelo wanatizisha fimbo hivi. Ndio ilikuwa fimbo yake. Kumbe zile fimbo zina mauchawi ndani yake. Tuache kutegemea vitu. Tuache kutegemea mapete. Kuna watu wanavaa pete kwa maana fulani. Kuna mtu anakuwa na kitu kwa maana fulani. Kuna watu wanavaa maherizi. Wallahi tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Ambaye atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamtosheleza kwa kila jambo. Ndugu zanguni Waislamu, namalizia mawaidha yangu na jambo dogo tu. Nadhani nyote mnanisikia vizuri ndugu zanguni wa kina mama. Namalizia na jambo hili ambalo lifuatalo. Asli tuko katika haya masiku 10 tunayamalizia. Lakini watu tutatofautiana hapa katika mambo yetu. Kuna mtu kwa sasa yuko anajitahidi Ramadhani yake aifungue kwa kuvaa nguo ambayo kapewa na hawara yake. Hawara yuko anaandikiwa message. Kuna mtu nguo anaivaa, ana randevu, baada ya Idi utailipa nguo yangu kwa kukutana mimi na wewe kimwili. Nipe ni waila Idi hivi ni mwezi Ramadhani, laidi siku 2-3 tutakutana. Kuna mtu anavaa nguo ya hivi. Umo ndani ya Ramadhani unaanza kuahidi maasi. Tusafishe nafsi zetu. Waislamu wa binti zetu, mabinti ambao mnaopatikana, hakuna mtu amepata shahada ya zina. Hakuna mwanamke ambaye kaona katongozwa sana mpaka sasa bado wana sifa. Waulize mama zenu waliokutangulieni. Wanaume hawana wema hata uwaridhishi. Nataka kuonesha ubaya wa wanamume. Dakika moja nimalize. Mama anaweza binti mume wake anaweza kufariki, akamwachia watoto 4-5. Mwanamume kijana anakuja mara 2, habari za siku dada yangu, salama. Hivi unaishi aje? Wallahi kwa tabu tu. Familia ya mume hainijali. Atakuemelea leo, kesho atajileta yeye mwenyewe, atakuletea mfuko wa makaa. Kesho kutwa
takuletea mfuko wa maharage. Kia message, anakupigia simu, anakuamsha. Tena anakwenda kwenye mambo mazuri. Tena anapiga simu ya saa 9 usiku. Inaringo natizama, usi Jafari. Alafu nasikia, Maimuna, swala. Ndo mwezi wenyewe huyu. Sasa hiyo swala lo kuamsha, subiri baada ya Ramadhani ndio utajua kama ni swala kweli au. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Abditon TV.